بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na darasa haya. Tumefika katika maelezo yanayofungamana na kumzika, kumkafini, kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, baada ya sasa ya hapa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawa sasa imebaki ni kuoshwa na kukafiniwa mpaka kwenda kufanya nini, kutengezwa, kupangwa ili kuzikwa. Sasa kuanzia ile Jumatatu ambayo alifariki Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakufanywa kitu, na Jumanne pia hakufanywa kitu mpaka siku ya Jumatano takriban ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaanza sasa kushughulikiwa baada ya ile kadhia ya kutafuta khalifa. Huku Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaoshwa, la ilaha illallah, na yule ambaye alikuwa ametawala kule kumosha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa zaidi ni Saidina Ali bin Abi Talib. Yeye ndio alikuwa akimosha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akamsaidia Saidina al-Abbas na watoto wake Al-Fadl na Utham na pia Usama bin Zaid. Hawa ndo walikuwa wakisaidia, na pia kuna mmoja katika watu walioachwa huru na Bwana Mtume akiitwa Shukran. Huyu katika maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha baada ya kumosha wakamkafini kwa nguo tatu nyeupe, na alikuwa hakuna bila kilemba wala bila kanzu kama alivyopokea Imam al-Bukhari. Kisha walipomaliza sasa kuvisha na kumtengeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaeka Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye kitanda chake, na pale katika nyumba yake, chumba cha Sayyidatina Aisha, ikawa watu wanaingia wakimswalia. Wanaingia pole, hawaingii wote, hawakumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wote, wamemswalia magurupu. Wakaingia wale wa karibu zaidi, kisha wakaja hivyo ikawa wakamswalia bila mtu kuwa imamu, kila mtu amemswalia kivyake. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akazikwa kwa namna ya lahdi, pale katika chumba cha Sayyidatina Aisha, pale alipokufa. Manake hapa palitokea kidogo akasema maswali kutoka maswahaba, je, azikwe wapi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kukawa kuna rai nyingi. Wengine wasema azikwe kule Baqii, wengine wakasema la, tumzike hapa msikitini, wengine wakasema tumzike sehemu kadhaa. Akaja Sayyidina Bakar akasema, mimi nimemsikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema kuwa mitume wanazikwa pale walipofariki, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifariki katika chumba cha Sayyidatina Aisha. Basi akaamua kuzikwa pale, na masahaba wote wakakubaliana nalo hilo, na wakamzika hiyo siku, wakamshindia, wakamzika Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na walomteremsha Sayyidina Rasulullah katika kaburi ilikuwa ni Sayyidina Ali na Sayyidina al-Abbas pamoja na Fadli na Qutham. Kisha Sayyidina Bilali ndio yale maji akafanya nini, akanyunyizia, na kaburi lake likainuliwa kadri ya shibri Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilikuwa ni huzuni kubwa sana mpaka masahaba wapokea wasema, hakuna siku tuliona kiza katika mji wa Madina kama siku ya kufa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mpaka kina Sayyidina Bilali, masahaba wengine baada ya kufa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakagura Madina. Sayyidina Bilali aligura, manake lile jambo lilimsumbua. Kila wakati yeye yamkumbuka kipenzi chake, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayuko tena sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mpaka Sayyidatuna Fatima walipoondoka wale maswahaba pale kaburini, Sayyidatuna Fatima akamwona Sayyidina Bilali, akamuuliza, nyinyi mliwezaje kutia mtanga katika kaburi la Bwana Mtume? Mliwezaje kutia mtanga ni kumzika? Mpaka Sayyidina Bilali katika baadhi ya riwaya yasema, yani kama ambaye Mwenyezi Mungu alitupokonya
hisia wakati ule. Manake lau ingekuwa tuna hisia zetu za kawaida, tusingeweza sisi kusema kweli kufanya nini, kumwagia mtanga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile jambo lingekuwa haliwezekani. Lakini subhanallah, Sayyidatuna Fatima na abiati zake mashuhuri, sio yeye Sayyidatuna Aisha alikwenda katika kaburi la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akasema, madha ala man shamma turbata Ahmadin alla yashumma mada zamani ghawalia subbat alayya masaib law annaha subbat ala al-ayami udna layali. Maana hizi abiati beiti mbili asema Sayyidatuna Fatima, amekosa nini yule mtu ambaye amenusa, ama ana nini yule ambaye amewahi kunusa yani mchanga wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ashawahi kuwa karibu na bwana Mtume akanusa ile jasho lake, akanusa ile manukato yake, yani hata asiponusa kitu kingine ghali, hata asipopata kitu kingine ghali, hajakosa kitu bwana, maana kama amempata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama umri wake wote hatapata kitu kingine, hatapata manukato ghali, manukato mazuri, ashampata bwana Mtume akhi. Kisha asema Sayyidatina Aisha, subbat alayya masaibun, mimi nimemwagiwa msiba. Lau msiba hiyo ingemwagwa mtana, basi mtana ungegeuka kwa usiku. Namna ambavyo msiba huu ni mkubwa. Manake ni kipenzi chake babake, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akimpenza sana Sayyidatuna Aisha. Sayyidatuna Fatima afwan, lazima atakuwa Sayyidatuna Fatima anaitwaje huzuni kufiwa na babake. Lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuata baada ya kufariki dunia hii, ametuatia kitabu cha Mwenyezi Mungu, na masahaba alhamdulillah amewalea kisawasawa, wakatufahamisha dini yake, la ilaha illa Muhammadur Rasulullah, na wakatubalighishia dawa kama hini. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa kutoka hapa sisi tutukue inshallah mafunzo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuyaendeshe mbele, na tumombe Mwenyezi Mungu atukutanishe na bwana Mtume. Hakutukutanisha hapa duniani, hatukujaliwa kwa masahaba sisi, lakini tuko tayari kukutana naye siku ya kiyama. Je, tukija mbele bwana Mtume tutakuwa na fakhari ya kusema ya Rasulullah, tulijaribu sisi kupeleka dini yako mbele? Ama sisi takuwa ni wale ambao ni sababu ya dini kupotea katika jamii, ni sababu ya watu kuchukia dini, ni sababu ya dini kuzoroteka katika jamii yetu? Kila mtu ajiulize. Manake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifariki hii dunia, lakini siku ya kiyama bwana Mtume anasema yule ambaye atakuwa ameshikamana na sunna zaidi, yule ambaye atakuwa yuampenda zaidi, yule ambaye atakuwa yuamswalia zaidi, mtu kama huyo atamuona. Mtu kama huyo atafanya nini? Atamuona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, sasa sisi tunao yani tushajipanga ama tuajipanga kumuona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Basi inshallah tuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, na takuwa inshallah paka hapa tumemaliza kwa ufupi sana takriban maelezo ya haya ama madarasa haya ya sira bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kutabikisha madarasa haya, zile sunna tulizozisoma, yale mafunzo tuliyopata. Manake ni njia ya kumjua kipenzi chetu, ni njia ya kumjua bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuisoma sera yake. Kwa hiyo Mungu atujalie tuwe ni wenye kufanyia kazi mafunzo haya, na atujalie siku ya kiyama tukutane naye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusifukuzwe kwenye haudhi yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kile kisima chake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu atukubali na bwana Mtume atukubali tupate kunywishwa maji ya haudhi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله أولا وآخرا.